Baada ya kuposti video mbili zilizopita, kuna watu wazima, watu ambao wana uwezo wa kuwa na watoto wakubwa kabisa, wakanicheki. Wakaniambia kitu kimoja, unajua vijana wa kipindi hiki mnadeka sana. Yaani umeshasomeshwa, umeshapewa maarifa na bado unataka mzazi tena akutafutie kazi au akufungulie biashara. Unajua, ngoja kuna kitu kimoja tuwaambie. Sasa hivi dunia ilivyo, dunia imechafuka. Yaani sio miaka ya 80, 90 au 70 unaweza ukasema kwa mfano umpe mtu kijana wako mwenye umri mdogo tu 21 hapa mpaka 22, 23, 24 amshike mkono ili aende kimaisha au atoke hatua moja kwenda nyingine. Yaani ule mtu unayemwachia kijana wako anaweza asimshike tu mkono akamshika na vingine ambavyo wewe ungejua au kama ungeweza kufahamu mapema usinge hata mshauri kijana wako aende kwa yule mtu akaangalie nini ambacho anaweza kumsaidia. Wewe uko hai na una watoto ambao wako kwenye umri huo, hawana kazi, hawana issue, uko nao nyumbani. Labda wamesoma kwa bahati au hata kama hawajasoma. Hakikisha unawatafutia kitu cha kufanya wewe kwa nguvu zako. Yaani wewe ndio unawapenda watoto wako. Wewe ndio unaweza ukawapa watoto wako kazi au mchongo bila kutaka kitu chochote wakurudishie, kwa sababu wewe ndio baba yao au mama yao. Sasa si kwamba vijana wamekuwa soft sana, si kwamba vijana wanadeka, hapana. Dunia imechafuka. Sasa wewe usimuingize mtoto wako kwenye mambo ambayo wewe mwenyewe baadaye ukija kusikia hautafurahishwa. Yaani watu sio wale ambao wewe unawajua. Hakuna kupendana kwa huko ambako kulikuwa zamani. Yaani kwamba mtu anaweza akamsaidia tu mtu bila kutaka kitu tena mtu arudishiwe au akipate, hapana. Kwa hiyo kama una watoto wako, vijana wako kwenye 21, 2, 3, 4, 5, hakikisha unawashika mkono, unawapeleka kwenye namna ambayo watapata vipato au watafanya vitu vitakavyowasaidia maishani. Usimwachie mtu iko kitu.